Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo popote pale unaponisikia. Leo katika maombi yetu ya wiki ya 6 kuna kitu cha muhimu ambacho nataka kuongea na malango au walinzi wa malango, makachero. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa wiki iliyopita ulikuwa pamoja nasi, umetuongoza kupitia neno lako la wiki iliyopita. Umekuwa pamoja nasi, umetembea bega kwa bega kuonyesha uaminifu wako. Ulitaka nasi tujue kwamba wewe ni mwaminifu, pamoja na sisi kukaa katika zamu zetu, pamoja na sisi kukaa kama malango. Ulitaka kutukumbusha kwamba bado wewe ni mwaminifu, kwa unachokisema unakitenda. Tuendelee kukuamini vivyo hivyo hata sasa. Hivyo Baba, leo ni wiki nyingine tunaingia. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunaomba mkono wako unyooshe juu ya maisha yetu. Tembea nasi, fanya kitu kwenye maisha yetu, sema neno moja kwenye maisha yetu, nasi tutapona. Baba tukufu tunakupa wewe Bwana. Namwombea wewe anayenisikiliza Baba, ninaomba upate kumpa nguvu na uweza wa kufika katika maombi haya mpaka mwisho, wa kuomba pamoja, nguvu ya kusikia na kuelewa kile ambacho Baba unataka kukiongea siku ya leo. Ninalitukuza jina lako na limidi. Asante kwa uwepo wa Roho Mtakatifu anayetufundisha namna ya kuomba, lakini pia anayetusaidia kuomba mbele zako. Na pia napenda kushukuru uwepo wa kutambua uwepo wa malaika ambao wako pamoja nasi, ambao wako tayari kutuhudumia kupitia neno lako. Bwana utukufu tunakupa wewe milele na milele, kwa kuwa ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Kuna kitu ambacho malango na walinzi wa malango, makachero, ni kitu cha muhimu sana kuweza kukifahamu. Leo sana sana ni kitu ambacho kitakupa insight, kitakupa mwanga wa kitu fulani, wa jambo fulani ambalo litaweza kumsaidia malango au walinzi wa malango. Niamini mimi, bila hichi kukijua itakuwa ni shida, na yani kuna mahali utapata shida, kuna mahali utatumia nguvu nyingi, lakini ni kwa sababu ya maarifa ya kitu ambacho labda maarifa fulani ambayo unatakiwa kuyafahamu, ambayo inaweza kukusaidia namna gani ambayo unaweza kuenenda. Mungu amekuamini wewe uwe kama lango. Unaweza ukawa kwenye eneo la kama kanisani, eneo la familia, ndoa, familia uliotoka labda. Unaweza labda ukawa una familia uliotoka, kuna familia ambayo uko nayo unaitengeneza. Hizo ni familia mbili tofauti. Kwa hiyo sasa Mungu anaweza akakuweka kwenye lango labda la familia ambayo unaitengeneza, au familia ambayo umetoka. Hivi neno la kutoka inamaanisha kwamba umefanyaje? Okay, yeah. Umetoka, umeona Kwa hiyo unaweza kuwa kwenye lango kwenye biashara. Yaani unaweza tu mtu amefika kwenye biashara ya mtu, labda umemwajiri au umefanyaje. Yaani ghafla, yani ujio wake umeleta yani blessings, umeleta baraka, umeleta mipenyo, mnaanza kupata kazi, mnaanza kupata nini. Lango katika kila maeneo unaongelea, lakini wewe ni lango. Lakini utakuta wewe sio pia lango, wewe ni mlinzi wa malango. Malango sasa tunaongea kwenye maeneo mbalimbali, ambao hawa ni watumishi kabisa, watumishi kabisa wanajielewa kwamba wao ni walinzi wa malango. Inaweza ikawa kwenye kanisa, yani kila kitu unakuwa informed wewe. Kila kitu kama kinakuja au akiji, yani au kina about to happen, kina about kunini, unaonyeshwa wewe, unaambiwa wewe. Paka unajiuliza sasa, mbona mimi kwani mimi ndo mwenye kanisa? Wewe umekaa kwenye nafasi kama mlinzi wa malango.
chochote kinachokuja, chochote kinachotoka, chochote kinacho operate, kinachoendelea, wewe kama mlinzi si ndio unatakiwa uone? Ndio unatakiwa ujue. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, mbona mimi naonyesha vitu vya kanisa lakini mimi sio mwenye ambaye ninachunga hilo kanisa, mimi sio mchungaji mkuu, mimi sio nini mkuu. Ukuu wa nini ndugu yangu? Wewe umekaa nafasi hapo kama mlinzi, lazima uifanye kazi yako inavyotakiwa kuwa. Na Mungu anakupa authority, anakuambia hivyo, anakutaarifu wewe kwa sababu amekupa authority. Mchungaji kiongozi hawezi kufanya kila kitu. Kwa sehemu yake Mungu amempa kumuongoza kwenye vitu fulani. Hata anaweza kumtaarifu ndio, lakini kuna namna he cannot do au she cannot do everything. Ndio maana tumewekwa mwingine mguu, mwingine mkono, mwingine kidole, lakini wote tunajumuisha kujenga mwili wa Kristo. Wote tunahitajiana. Kwa usione kwamba umekuwa mlinzi wa malango ukajiona kama sijui mimi niko duni, mimi sijui nini, mbona naonekana kama sijui nini, sijui sio mimi, sio jina halipendezi, unataka jina la naniliu. Haya majina kiukweli acha tu yapite ndugu yangu, ila neno langu litasimama. Majina yanapita haya. Kwa wewe angalia ile taji la mwisho. Umeona? Angalia taji la mwisho. Haya mengine yote bwana hayana maana yote. Basi. Sasa kitu ambacho tunataka tukigundue, lango, walinzi wa malango ni sifa na kuabudu. Leo nitaongelea katika mtazamo mwingine kabisa. Naomba unielewe na kunisikia. Sifa na kuabudu. Wewe lango, wewe mlinzi wa malango, wewe kachero, kama sifa haziko kinywani mwako, kuabudu sio desturi yako. Wewe ni kunyamaza kimya na kulanda shaba tu. Yani huoni kuna haja ya kipengele kinaitwa sifa na kuabudu. Mimi nitakuwa nina mashaka sana na wewe. Of course sina mashaka, lakini inamaanisha kwamba nitakuwa nakusikitikia sana. Kwa sababu sifa inakuleta karibu kabisa. Inakuleta karibu. Tutaona hapa mistari ya Biblia. Tuanze kwanza na Zaburi. Zaburi sura ya 100 mstari wa 4. Nao nasema Zaburi sura ya 100 mstari wa 4, nao nasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele na uaminifu wake vizazi na vizazi. Daudi anataka kukuambia wewe how we do it. Yani ndio ni kama nataka nione alivyokuwa anataka kutuambia this is how we do it. Mone Daudi anakuambia bwana, this is how we do it. If you unajaribu kutafuta njia nyingine, hiyo njia nyingine sijui sasa hiyo njia nyingine kama itakuwaje, lakini Daudi anajaribu kuturahisishia vitu. Anajaribu kumuelezea Mungu namna alivyo, how anapenda vitu. Mone malangoni kwake kwa ushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Shukurani, sifa na kuabudu inakuleta kumkaribia na Mungu. Inaleta kukupeleka wewe kwenye uwepo wake.
Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama lango jifunze sifa. Kuna mahali ni sifa tu inaingiza vitu katika malango. Sengine ni sifa tu, wewe kama mlinzi unashinda vita. Kwa nyingine ya sifa tu, battles, vita. Sifa tu unaweza kumchokoza Mungu kuangalia malango yenu, kufungua malango yenu. Ukimkaribia Mungu, wewe unaona kama utabaki kama ulivyo? Tunamkaribiaje? This is how we do it. Ukimkaribia Mungu unadhani utabaki kama ulivyo? Nikisema utabaki kama ulivyo kuanzia ndani mpaka nje, kuna kitu kitavunjwa, kitapondwa, kitatengenezwa, kuna kitu kitainuliwa, yani kuna namna, kuna sehemu, as you do it, as you keep on doing it, unavyoendelea kufanya, kuna sehemu inaweka, yani kuna sehemu kutakuwa kuna badiliko. Kuvunja tabia zako mbaya, kuziharibu, kufix mahali, either kukubariki, either yani milango iliyofungwa kufunguliwa. Kuna namna sifa inakuleta umkaribie Mungu. Ingieni uweponi mwake kwa sifa. Wewe kama mlinzi, wewe kama lango. Kuna namna kuna namna ambavyo mnaweza mkakaa mahali mkafanya mahojiano kutokana na mata zanazokuambia, kwa sababu vitu specifically anavyokuambia vingine sio tu kuhusiana na wewe binafsi. Kuhusiana na mwili wa Kristo, kuhusiana na kanisa. Paka na kutrust wewe, anaanza kuongea kuhusiana mambo ya kanisa, wewe unachukua easy. Unajichukulia kama wewe ni mtu wa kawaida. Unajichukulia poa, kwa lugha ya kinanilio ya kimtaani zaidi. Unajichukulia hivyo. Kuna a place amekuweka. Ndio maana anakuonyesha hivyo anavyokuonyesha. Angemuonyesha mtu mwingine. Why you? So lazima uelewe kwamba position yako is not a position ambayo yani ni ya kawaida tu. Kama kwenye bunge na wewe uko kwenye bunge hilo. Kwa sababu anakushirikisha things, mambo yake, mambo ya plan zake, vitu vinavyoendelea kwenye ufahamu wake. Lakini hapa kwenye territory fulani, kwenye mipaka fulani aliyokuaminia, awe anakuonyesha, awe anataka singine ukae umsifu tu, usemezane naye. Nilishakwambiaga ile video ambayo kuhusiana na mambo ya onaje, ngambia sio kila kitu uanze uwanja wa mapambano. Yani wewe kila kitu cha mapambano. Yani wewe uwanja wa mapambano kila siku. Una siku ya kumsifia Mungu wako. Mpendwa, mpenzi, huna kukana kumsifia tu, kwa sababu sifa maana yake nini? Kwani sifa mpaka tuanze kupiga hapa kinanda? Na yani usijilazimishe eti yani usijilazimishe, acha ije tu naturally. Lakini kinachoonekana ni kile kitokacho kwa moyo. Yani hata kumwambia tu wewe ni kila kitu kwangu. Wewe ni kila kitu kwangu, siwezi bila wewe. Wewe ni mkuu maishani mwangu. Tegemeo ni wewe.
ngome yangu imara. Yani unamwambia kutoka moyoni. Chochote kile, sio lazima uanze kuanza yani kujifanya yani kwamba sasa yani mimi ndo yani ya nini yote hiyo. Like ni kama relationship ulionayo, as the days goes yanaongezeka hayo maneno. Leo umemwita baba nani? Kesho itakuja jina lingine. Umeona? Kesho itakuja lingine. As the days goes, kutokana na mahusiano tukutana na hicho kitu mnaendelea kukijenga pamoja, wewe na pamoja na yeye, unakuta mnaendelea tu kuconnect, maneno yanakuja mengine. Yani itakuja yani kitu kingine tena. Yani ndo namna ambavyo unaenda mdogo mdogo. Sitaki kwamba leo yani leo ndo sasa yani leo nifahamu yani hivyo, hapana. Yani itakuwa ni uongo, afu itakuwa ni maigizo. Itakuwa maigizo ili sasa watu yani sasa ndo hivyo. Yani unaanza kuwaza watu sijui amna. Hebu angalia wewe na Mungu. Hata neno moja hilo ulonalo la kumpa sifa, hilo likakamalia, litakuja lingine. Ila liseme hilo kwa moyo. Anapenda. Malangoni kwake kwa shukrani, uweponi mwake kwa sifa. Mlinzi wa malango awewe lango. Yani sifa ni na kushukuru iwe ni kitu ambacho kwako kisiondoke kinywani mwako, kikae moyoni kabisa. Kuna wakati tu ni sifa tu, ni kumwabudu. Kuna wakati ni kumshukuru. Sio kila siku uwanja wa mapambano. Sometimes tutambue kwamba uwezo alionao ni mkubwa kuliko hata wewe kwenda kupigana katika huo uwanja wa mapambano. Hata usipopigana bado uwezo wake, mkumbushe, bado uwezo wake ni mkubwa kuliko wakufanya chochote na lolote. You heard me. Sasa tutasoma Zaburi sura ya 96 mstari wa 13. Ibakushkata ya baguda. Kwanza hapa nitaanza 12 mpaka 13. Mashamba na yashangilie na vyote vilivyomo, miti yote ya msituni na iimbe furaha. Viumbe vyote na vifurahi mbele za Bwana, kwa maana anakuja kuhukumu dunia. Utashangaa hapa Daudi anasema mashamba na yashangilie, kwamba anajua yanashangilia. Vyote vilivyomo, miti yote ya msituni na iimbe kwa furaha. Kwa hiyo wewe unaweza unasoma hapa unasema kama ni kwamba alitaka kutufurahisha Daudi, alitaka kuweka misamiati. Alitaka kuweka misamiati. Akuweke wewe. Sasa ni nini mpaka ukitaje kitu inamaanisha idha kuna ukweli ndani yake. Muone, kunaweza kuwa kuna ukweli au kunaweza kuwa kuna uongo, lakini kipo. Muone, na hichi kitu nilikithibitisha, nilikiona mara 2. A tree talked to me, guys. Mti uliongea na mimi, uliwasiliana niseme na mimi mara 2
Of course unaweza ukasema hey my Grace, sasa wewe hapa tumefika wapi sasa? Mti. Nikaambia ndio. Mara ya kwanza encounter ya mti nilikuwa niko na mwabudu Mungu to extent ya peak. Yaani kumwabudu kwangu mimi nikiwa binafsi, yaani si nikwambieje. Yaani atmosphere yote inabadilika. Sasa wakati na mwabudu nilikuwa nje, nilikuwa karibia kule na jengo la Getsemani. It was so strange kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijakiona. It was so strange. Jamani, kuna mti huko katikati, kuna mti huko pembeni yake kushoto, pembeni yake kulia. Lakini kuna huo mti mmoja ulikuwa katikati. Wenyewe ulikuwa ndo unatingishika. Huko wa kushoto hautingishiki, wala wa kulia hautingishiki. Unatingishika huo wa katikati tu. Sasa kutingishika kwake hakukuwa kukawaida. Ndio nachotaka kueleza kwamba kutingishika kwake hakukuwa kwa kawaida. Kutingishika kwake kulikuwa kunatoa waves of sound. Yaani nikikwambia sio kwamba kulikuwa kuna mdomo katikati ya stem kule. Kwamba umefunuka mdomo kama tunavyoona kwenye katuni enzi hizo. Hapana. Hakuna sehemu ile mdomo umefunguka au mdomo uko juu au mdomo uko chini. Lakini namna ulivyokuwa unatingishika na majani yake wote ulikuwa uko unatingishika. Lakini kutingishika kwake, yani nilivyoguta hivi macho, hakukuwa kwa kawaida. Kwa hiyo alivyokuwa unatingishika ulikuwa unatoa waves of sound, unaimba na mimi, pamoja na mimi. Namna nilivyokuwa ninamwabudu Mungu kupitia wimbo, na wenyewe ulikuwa unatoa sound yake. Sasa that's when, yani hapo ndipo I started. Sasa hicho ni kitu kingine, kitu kingine kabisa nitaanza kuwachanganya hapa. Lakini hapo ndipo nipoanza kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaonyesha kwamba kuna ability ambayo mtu mnaweza ukapewa kutokana na influence ulionayo, to a level of praise, to the level of worship. Popote pale utakapokuepo, hata kama mtu wewe hauongozi, popote pale utakapokuepo, una level ya kuinfluence vitu vikuzungukavyo kumwabudu Mungu. Yani ni level kubwa ya kuinfluence. So it's like namna unavyofanya wewe, vitu vyote vinavyokuzunguka. Nikisema vitu namaanisha vinavyoishi ambavyo haviishi pia. Yani ambavyo labda yani nisema sio kama wanadamu, nachomaanisha vinaishi lakini sio kama wanadamu. Kwa mfano land, trees, house, chair, yani hivyo. Samani kama na confuse sana language. Kama nyumba, ardhi, ukuta, viti, yani vitu vinavyokuzunguka, vyovyote vitakavyokuwa pembeni yako au katika venyewe wewe unaweza ukavi-influence, vikaabudu, vikasifu pamoja na wewe, kumsifu Mungu, kumwabudu Mungu. Na ni kitu ambacho mimi yani kwa mpaka sasa hivi yani siwezi nikasema eti yani na nikiabudu yani au nikisifu ninaenda katika eneo lingine kabisa. Sisema eneo lingine inamaanisha kwamba niliona ghafla inatokea kwamba ardhi ambayo utakuta na kuwepo nayo na yenyewe ina sifu na mimi. Yani sasa hapo ukinielezea ardhi hiyo itakuwa ni kitu kingine cha siku nyingine tutaongea. Lakini na yenyewe ina sifu na mimi. Ardhi ninayokanyaga
na siwezi hivyo, yani okay, kila kitu, ardhi, anga, mbingu, yani you are praising, worshiping with them. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sasa ni kitu kingine, nadhani hapa tutaelewana. Okay. Kwa hiyo sasa hiyo ni encounter ya kwanza. Encounter ya pili, mti uliongea na mimi. Ulitoa message. Umeona kama watu tunavyosema malaika anakuja kutoa ujumbe. Nimeona malaika amekuja kunipa ujumbe, sasa ndio hivyo. Ule mti ndio ulikuwa unanipa ujumbe wa Mungu. Hivyo ulivyotokea, ulikuwa unacheza ule mti. Ulivyokuwa unacheza ule mti, sound ilikuwa inatoka, waves za sauti ilikuwa inatoka ndani ya ule mti. Nilishangaa kwa sababu ilikuwa kuna namna fulani ya binadamu, unaweza ukasema Mungu wangu, muda wote miti imekaa hapa, inamaanisha kwamba inaangalia. Yaani unaweza ukaona kama ni wanadamu ndio wamesimama hapo kama mti. Ninakwambia, yaani mtazamo wangu wa ile ardhi na ile ardhi ya kanisa pale sana kwenye ile misitu ile ya sio misitu, ile miti pale karibiana Getsemani, ile miti ambayo watu tunapumzikaga pale, nadhani ambao wamesha kufika wanaweza wakawa wanafahamu. Uweze amini mimi nilikuwa naona ni miti, lakini toka ile siku ambayo mti, achana na mti ulivyokuwa na sifu na mimi, hiyo niliona kama sijui kuna namna unakuwa unaflashiwa kichwani, isiwe serious sana kwako, yani uone kama maisha yanaweza kaendelea. Lakini hii mara ya pili mti umeongea na mimi, nikasema Mungu wangu, hii ardhi ina nini ndugu yangu? Maana nikana kwamba zinakuaga kama zina witness na zenyewe mashahidi zinakuwa kama ni mashahidi bwana. Kwa sasa kile kitendo kikanionyesha kwamba bwana wewe, miti nayo inasifu. Mwanadamu tukisoma wapi pale? Luka sura ya 19 mstari wa 40. Luka sura ya 19 mstari wa 40 nao unasema haya, ngoja nitaanza mstari wa 36. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima Mzeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wanafunzi wake sasa hapo Yesu walikuwa wanamsifu na kufurahi kwa sauti kuu, wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Sasa sio kwa wanapiga makelele. Chill down Mafarisayo. Haya, baadhi ya Mafarisayo wakasema, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Mstari wa 40, akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Yaani kama unavyoona Yesu alikuwa anatangaza, nawaambia nyinyi wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Aisee alikuwa ni hero. Yaani ukimbana huko yeye anakuambia hichi something new, anakupa revelation. Sasa kumaanisha kwamba mpendwa lango au mlinzi wa malango, kachero, naongea na wewe.
Ukinyamaza wewe unadhani kwamba kuna disadvantage yote itatokea mbinguni? It is disadvantage to you. Ni hasara kwako. Mungu anasifiwa na kila unachokiona hapa. Yaani kufika mahali, na Daudi anatuambia kwamba inafika mahali mashamba yanashangilia, vyote vilivyomo, miti yote na misitu inaimba kwa furaha. Na anakwambia kuna uwezo wa mawe kuinuka kupaza sauti. Mawe hashindwi kusifiwa na kuabudiwa, but anakuhitaji wewe, sio tu pia kwa faida yako, sio tu just by the way. Amekuumba wewe, amekuweka wewe katika malango hayo. Ujue siri iliyopo katika sifa ya kumsifu, ujue siri ya kumshukuru katika malango hayo. Kuna mahali anaona usijistress, just praise me. Wewe kama lango la familia, lango la ndoa yako, wewe kama lango kwenye kazi ya mikono yako, kwenye biashara, yani wewe kama pia mlinzi, lango kwenye kanisa, au labda au walinzi wa malango katika kila maeneo ya familia, walinzi wa malango katika maeneo la kanisa, walinzi wa malango katika eneo la mji uliopo, kata, wewe uko katika mkoa, umewekwa kama mlinzi wa malango hayo. Katika mkoa huo umeweka mlinzi kama malango, katika nchi, katika East Africa umewekwa kama Afrika nzima. Yani wewe umewekwa kwa nafasi hivyo. Sometimes anakuhitaji tu umsifu, umwabudu. That's it. Harufu itokayo kwenu ni tofauti. By the way, unavyofanya hivyo unajisaidia wewe mwenyewe. There are things zinakuwa unlocked ambazo wewe uzijui. Kumbuka wewe ni mfano na sura yake. Una ule mfano wake na sura yake. Wakati unafanya hivyo, kuna vitu automatically vinafunuka au vinajifungua kwako ambavyo awali ulikuwa una insight na hujui, huzitambui, hujui zinakuaje. Fanya hivyo. Asivyo, it is true, nimeona kwa macho yangu, mti unamsifu Mungu. Mti unapaza sauti. Hawezi kushindwa kuinua hawa ndege, mawe, miti na kuzunguka kumsifu kama wewe ukinyamaza. Wewe unataka kunyamaza bwana? Na by the way, sio tu kanisani. Mimi ni mtu ambaye kutokana labda na mazingira tu, lakini mimi ni mtu ambaye napenda nikiingia wakati wangu mimi wa kuwa na Mungu, sitamani hata mtu ajue. Yani ni kitu ambacho sisemi kwamba sasa mimi sijui, lakini ni kitu ambacho mimi nime grow nacho na ninakipenda. Lakini kunaweza kuwa kuna mazingira ambayo yananizuia mimi kuomba au nikiwa na muda wa Mungu. Labda nikisema muda wa Mungu na maisha ambayo nahitaji kumsifu binafsi, nahitaji kumwabudu binafsi, nataka kusemezana na Mungu. Kutoka leo utakuta na mazingira mengine inaweza yakanikuta kwamba niko na watu ambao labda, au niko mazingira ambayo inabidi tu watu labda atasikia tu au atajua au ataona hivyo. Lakini ni mtu ambaye napenda nikiwa na muda wangu wa Mungu, napenda mtu yote hata asijue, hata kama ni usiku. Yani hata asijue kwamba mimi niko ninaomba. Yani hapa Grace yupo anaomba, nimemsikia. Yani sipendi hiyo kitu. Sema sasa inaweza happen kutokana na mazingira. Nataka tu ajue kwamba niko alone, mimi na yeye, no one knows. No one knows. Ndio maana yani nakwambia go in a secret place. Just iwe ni wewe na yeye. Na mimi kuna certain thing yani
tuachie hapo. Kwa hiyo lengo langu ni hilo, kumwambia Lango siku ya leo, au walinzi wa malango siku ya leo, kwamba usipuuzie kitu kinaitwa sifa na kuabudu. Kumpa Mungu sifa maana yake ni kitendo cha kushuhudia, kuyasimulia matendo yake makuu, au kushukuru pia, kutangaza habari njema kwa Mungu na kwa wengine. Yani kwake, lakini pia na kwa wengine. Juzi kati nilikuwa kanisani, nisema Jumapili kama ngapi zimepita hivi, nikawaambia, kuna ujumbe nikaupata pale pale madhabahuni kuambia kwamba hivi, mbona amnisifu wala mniabudu huko mnakotoka majumbani? Akasema, ukiwa kwenye mkusanyiko, hata watu walio watatu, unaenda kununua njegele zako au unaenda kununua sijui nini, kitendo tu cha kusema kwamba Mungu ni mwema, jamani namshukuru Mungu, amenisaidia, yani hicho tu, umemsifu mbele za watu, recognition, umemsifu. Haitaji eti tuanze hapa eti fungua jamani drums, keyboard iko wapi jamani, keyboard wewe mpaka keyboard ndio uone unamsifu Mungu. Kile akaniambia pale na niliwaambia watu pale kanisani, niliwaambia, mbona anajiona kama hamumthamini huko nje? Unamsifu, hamniinui. Mpaka usikie pale mwimbaji anasema inua, mwinua, unawe unamuinua, mwinua, alalala. Nakwambia mimi, kile kitendo cha mtu akamwambia, jamani nimeamkaje? Jamani Mungu ni mwema, nimeamka salama jamani. Yani kitu kidogo, imetokeaje hapa? Hapa kwenye issue. Yani mwenyewe ilipambana 1 2 3, lakini Mungu tu akanisaidia hapa, nikaona nini? Yani recognition, unamsifu, unamshuhudia. Ni sifa. Ni kitendo cha sifa. Kuyasimulia matendo yake, hata kwa neno moja mawili. Nini unapungukiwa? Unamuinua. Hapo ndipo unapomtukuza. Anapokuambia rudi, mtukuzeni Bwana, msifuni Bwana, wewe unafikiri ni kufanyeje? Paka keyboard. Napenda nilipoanza kuzungumza hiyo keyboard, paka drums bwana, mpaka gitaa ndo useme unamsifu Mungu. Eti mpaka uweke concert, yani ndo useme kwamba ndo ninaenda kumsifu Mungu. Wewe. Yani bora hiyo acha hiyo katika Wakristo ambao ndo kwanza wanaanza, lakini wewe mlinzi, wewe Lango, hapana. Si expect hicho kitu kwako. Lakini nicho kitu ambacho nataka nikwambie, kumpa sifa, kumpa Mungu sifa, unaonyesha uthamani. Anapenda. Unaonyesha uthamani alionao. Hatawezaje kupitisha vitu kwenye hiyo lango kama hata mtu umthamini? Wewe unavomsifia mke wako, unavomsifia mume wako, mbele yake, yani yeye mwenyewe yani humo ndani, yani lazima tu, yani kuna namna fulani ajisikie vizuri. Na kama kuzidisha atapika kweli nakwambia. Atapika. Atafanyeje? Hata zawadi atakununulia. Sasa sembuse Mungu. Wewe unadhani hiyo feeling Mungu hataki kuisikia? Hasa mahusiano gani ulionayo na Mungu? Kama kila siku unampa shoka, kila siku shusha moto. Yani wewe ndio hivyo. Mahusiano yenu ndio yako hivyo tu, yani ni mapanga shwa tu. Ndugu yangu. Lango, usiniangushe. Mlinzi. Usiniangushe. Kwa hiyo kuna time anataka wewe relax.
tambua ukuu alionao. Umeona sawa, mnasengia unakaa tumeomba huko nyuma, unakaa mahali pa vita, tunakaa mahali pa nini, but kuna a time anataka just recognize his power. Sometimes unaweza kukaa utajiinua sana kwamba ni mimi, zile sleepless night, zile usiku ambazo sikulala, nilivunja kweli nini, yani sometimes itakaa mahali utajipa wewe sifa, kwamba utajipa wewe credits kwamba bwana it was me. Lakini inafika mahali na tuonyeshe dependency, tuonyeshe kumtegemea. Sengine ukutambua tu ukuu wake, uone namna anavyofanya, umchokoze kwa namna hiyo. Uone kama hayo malango yatofunguka kwa ajili yenu. Uone kama we mlinzi wa malango, kama vitu havitokuwa shwari. Yani vitu vinakuwa smooth kabisa. Try kufanya hivyo. Tambua siri iliyopo, kukaa nywani mwake, kuingia nywani mwake kwa sifa, malangoni kwake kwa shukrani. Ukinyamaza wewe, hauipi hasara Mungu mbingu, hauipi hasara mbinguni kabisa. Hasara ni kwako. Asante Baba, tunakushukuru, tunakuinua kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Asante kwa Roho Mtakatifu anayetupa mafunuo, kutufunulia namna gani ya kuenenda sambamba sawa na mapenzi yako. Baba, tukupe nini? Tukurudishie nini kwa wema unaotuonyesha, kwa upendo unaotuonyeshea, kwa fadhili unazotupa? Tunaomba tukurudishie shukrani na sifa Baba. Asante kwa kutujali. Asante kwa kutuangazia nuru ya uso wako. Asante kwa kutembea nasi, kwa kuwa nasi katika kila hatua. Tukianguka, tukiinuka, uko bado pamoja nasi. Unatuonyesha njia, unatutia nguvu, unatuonyesha dira, unakuwa pamoja nasi. Tunakushukuru. Asante kwa upendo wako usio na ubaguzi, upendo wako usiotenga, upendo wako usiochagua, upendo wako usio na kikomo. Hauna mipaka, huwezi kuwekewa mipaka. Asante kwa kutupenda upeo. Umetupenda zaidi hata sisi tunapokupenda. Tunakushukuru. Asante, umetuchagua sisi kama malango, walinzi wa malango, makachero, kwa makusudi yako. Tupe kutambua nafasi zetu, tupe kusimama katika nafasi zetu kwa uaminifu, kupitia Roho wako Mtakatifu, msaidizi wetu. Tupe kutumika kwa upendo, kwa utayari wote. Tupe hekima namna kukutumikia wewe vyema. Tunainama mbele zako, tukionyesha ishara ya kusarenda kwako, ishara ya heshima kuu kwako wewe ustahilie. Pokea sifa zote za mioyo yetu, hata pale ambapo tunashindwa kuongea, mioyo yetu inaongea. Kwa namna ambavyo Baba unatuonekania kwenye maisha yetu, kwa namna ambavyo pia ulivyo mkuu na muweza wa yote, kwa namna ulivyo Mungu kwetu. Mioyo yetu iseme nawe, mioyo yetu ipaze sauti kwako. Asante kwa uaminifu unaoonyesha kwetu kama watumishi wako. Hatuwezi utumishi huu bila wewe Baba. Hatuwezi kuwa walinzi wa malango bila wewe. Hatuwezi kuwa malango
bila wewe. Baba, wewe ndio unayetutosheleza. Wewe ndio unayetutosheleza katika utumishi wetu. Tupe dira, tupe namna ambavyo tunaweza tukaenenda sawa sawa na mapenzi yako, kutumika sawa sawa na mapenzi yako. Tuelimishe, tuongoze. Tunajitoa kwako. Kila mmoja anayenisikia, tunajitoa kwako. Tunajitoa kwako Baba Mungu. Wewe ambaye wewe ni mfinyanzi, unayefinyanga vitu kwa vile unavyotaka. Tufinyange upya sisi tena. Tufinyange upya, tutengeneze upya. Mwanzoni kweli tulikuwa hatujui namna ya kuenenda, lakini sasa tunaona unazidi kutuongoza. Endelea kutufinyanga. Tuwe vile vyombo ambavyo Baba unaona vinafaa kutumiwa. Tunanyenyekea kwako wewe ustahilie milele na milele. Mpenzi wa mioyo yetu, tunakupenda. Tunakuthamini. Tunakuangalia wewe tu. Tunakuinua wewe tu. Tunakutukuza wewe tu. Pokea sifa na utukufu wote. Ninaomba Baba kwa ajili yao, mimi kama mtumishi wako, wajenge katika ile eneo la sifa na kuabudu. Wajenge katika ile eneo la sifa na kuabudu kila siku itwapo leo. Waongoze namna gani unavyofanya kazi pale mtu anapokusifu, anapoingia nyoyoni mwako, anapoingia malangoni kwako kwa shukrani. Waongoze namna gani ya kuenenda. Roho Mtakatifu ni mwaminifu uliotupa. Tuna uhakika kwamba atakuwa pamoja nasi na kutuongoza katika maarifa hayo yote. Utukufu tunakupa wewe. Pokea Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Naomba na kushukuru. Amen. Kama kuna mtu anaumwa, anajisikia vibaya, naomba ushike hapo ambapo unapoumwa. Kama ni mwili mzima, basi shika kifuani. Nitakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa uweza wako na nguvu zako. Baba, natambua nguvu iliyopo katika mkono wako. Natambua ukuu uliopo katika mkono wako. Maajabu unaweza kuyafanya kupitia mkono wako. Mkono wako una historia ya kufanya makuu tu. Hauna historia ya kufanya madogo. Naomba unyooshe mkono wako kwa huyu anayenisikiliza, anayeumwa, anayejisikia vibaya. Naomba mkono wako umfikie kule alipo. Awe mzima sahihi katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uzima kwake, kwenye mishipa, mifupa, damu na nyama, kila mifumo ya mwili wake. Naachilia uzima katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Kuanzia sasa utainuka, kuanzia sasa utainuka, kuanzia sasa utafunction, utafanya kazi kisawasawa. Default yoyote, misfunction yoyote iliyopo ndani ya mwili, ninairekebisha ikapate kuwa vizuri kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Uvimbe wowote unaokaa ndani ninauyeyusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mifumo yote ambayo haijakaa sawa ninaiweka sawa kuanzia sasa. Ninaachilia nguvu ya uponyaji kwako kuanzia sasa na hautobaki kama ulivyo. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu awabariki wote wanafamilia kwa kuweza kupata wasaa wa kuomba nasia.
Haya maombi ndio tulielekezwa mpaka mwaka unapoisha. Lakini leo Mungu ametaka tuombe kwa tujue kitu cha tofauti. Hata kama katika muda wetu wa maombi kama malango, anataka sometimes you have to switch things. Sio kila kitu ni namna hiyo. Kuna namna anataka utambue namna gani nyingine ambayo unaweza kumfikia yeye kufanya kitu. Muone. Kwa hiyo namna gani pia anaweza anapenda vitu ambavyo anavifurahia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya muhimu sana. Alisema malango anatakiwa afahamu hii, walinzi wa malango na makachero. Kwa hiyo Mungu awabariki sana sana. Niwatakie siku njema, Jumapili njema na wiki njema mpaka wiki ijayo. Muda kama huu au siku kama hii. Mungu awabariki sana. Shalom.